Ni siku ya 4 ya wiki ambapo ni matumaini yangu ya kwamba mtazamaji wangu umeweza na kuamka salama, umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hakika usiku unaweza kuwa ni mgumu. Usiku unaweza kuwa ni wakilio umelia, lakini asubuhi ikawa ni ya furaha. Tuamini kwamba hata hiyo furaha kama imeweza na kukosekana kwako, amini kwamba itaweza na kukufikia. Amini kwamba hii leo itakuwa ni ya furaha. Amini kwamba hii leo itakuwa ni ya baraka. Amini kwamba hicho ambacho umekuwa ukiomba Mwenyezi Mungu hii leo ataweza na kukujibu. Amini kwamba kukawia, kukawia kwa jambo fulani, kukawia kwa majibu ambayo ulikuwa unatarajia kutoka kwa Mwenyezi Mungu sio ukatazo, au njaweza na kukatazwa kamwe. Endelea na kunjikaza, tuzidi na kumwomba Mwenyezi Mungu na kumtumaini na kujua kwamba hata kama hilo limeweza na kukawia, bado matumaini yapo, bado baraka zipo, bado majibu yapo na utaweza na kunjibiwa. Basi ni asubuhi njema ambapo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi na kubarikiwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namo kutoka kanisa la ABC Changoma. Karibu sana tukaweza na kuendelea na kubarikiwa pamoja na kufundishwa mengi, ambapo asubuhi ya leo naamini kwamba kuna fundisho ambalo litaweza na kukuinua sana kiroho. Karibu. Ni matumaini yangu kwamba ndugu mtazamaji umeamka vizuri ukiwa na afya nzuri, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametulinda na anatupenda. Ningependa kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hujambo? Karibu katika neno la Mungu asubuhi ya leo. Na ningependa tukaweze kuomba. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya nafasi hii jema na asubuhi jema ambayo umetupa. Asante kwa uhai wa siku ya leo na wakati huu, kwa sababu tunataka kuanza siku na neno lako. Tunaomba ukaweze kutufundisha kupitia nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Na ni katika jina la Yesu tumeomba. Amina. Mtazamaji, ningependa uchukue Biblia yako kama jinsi ilivyo kawaida, tukaweze kusoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 18 kuanzia mstari huo wa kwanza hadi mstari wa 8. Na ningependa tuanze pamoja. Basi Yesu aliwasimulia mfano kuonesha kwamba ni lazima kusali daima bila kukata tamaa. Alisema, katika mji mmoja kulikuwa na hakimu ambaye hakuwa anamcha Mungu wala kumjali binadamu. Katika mji huo kulikuwa pia na mama mmoja mjane ambaye alimwendea huyo hakimu mara nyingi, akimwomba amtetee apate haki yake kutoka kwa adui yake. Kwa muda mrefu huyo hakimu hakupenda kumtetea huyo mjane, lakini mwishowe akajisemea, ingawa mimi si mcha Mungu wala si mjali binadamu, lakini kwa vile huyu mjane ananisumbua nitamtetea. La sivyo ataendelea kufika hapa na mwisho atanichosha kabisa. Basi Bwana akaendelea kusema, sikieni jinsi alivyosema huyu hakimu mbaya. Je, ndio kusema Mungu hata watetea wala aliowachagua ambao wanamlilia mchana na usiku? Je, atakawia kuwasikiliza? Na waambieni atawatetea upesi. Hata hivyo, je, kutakuweko na imani duniani wakati Mwana wa Mtu atakapokuja? Bwana Yesu asifiwe. Mfano mzuri aliyoutoa Yesu katika nyakati zake za mwisho za hapa ulimwenguni, ili atutie nguvu,
ili atutie furaha na atuonyeshe njia ya kuishi katika maisha ya kiulimwengu. Je, huyu hakimu hata yeye mwenyewe anajua wewe si mcha Mungu? Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hata wale wote ambao wanaishi duniani na hawajaokoka wanajua sisi hatujapata wokovu, na sisi tunajua tunamcha Mungu, tunajua tuna wokovu. Hapa Yesu alikuwa anataka kututia nguvu. Nguvu ya aina gani? Ya kumuomba Mungu kila wakati, kukiwa kuzuri, kukiwa kubaya. Anatuhimiza ni wakati wa kumuomba Mungu kila wakati tukiwa katika ulimwengu huu. Huyu mama hakuchoka. Alienda kwa huyu hakimu kwa sababu alijua hakimu ana uwezo wa kumtetea. Ijapokuwa yeye hakumjali binadamu na hakumcha Mungu, mama akatia bidii ili aende asubuhi akamuombe angalau aweze kumsaidia. Pengine huenda ikawa siku ama mara kwa mara huyu hakimu alimrudishia maneno ambayo hayakutia fora. Pengine alimtukana, pengine alimfukuza, lakini mama hakuweza kuchoka. Pia na sisi inatubidi tumuombe Mungu pasipo kuchoka, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mvumilivu. Sisi tukiwa katika ulimwengu huu, huyu mama tumeelezwa ya kwamba alikuwa mjane. Na bila shaka tunaona huyu hakimu, ukimchunguza vizuri, alikuwa na mali, alikuwa tajiri. Lakini mama hakuangalia utajiri wa hakimu, aliangalia haki ile ambayo anaweza kuipata. Kwa hivyo hata sisi tusiwe tukaangalia uwezo wetu ama udhaifu wetu tukiwa katika ulimwengu. Kila mmoja ana nafasi ya kumwendea Mungu na kumuomba. Ukiwa hauna mali, ukiwa una mali, ukiwa katika kiwango chochote, nafasi ipo ya kumwendea Mungu. Na usichoke, hata kama majibu yako hujapata, ng'ang'ana, endelea na kumuomba Mungu. Yesu anasema wakati tutakapokuwa hapa ulimwenguni, tusichoke na tusisite kumuomba Mungu. Huyu mama alikuwa na kilio moyoni, kilio cha kupata msaada. Na sisi katika maisha yetu tunafaa pia hata kumulilia Mungu katika njia yoyote, kila wakati, ili Mungu akaweze kutusikiliza. Na Yesu akauliza swali vizuri. Kama huyu hakimu ambaye hamjui Mungu, na kama aliweza kuchoka na akasema wacha nimsaidie mama, na mama akasaidiwa kwa ajili ya bidii, si Mungu ako zaidi ya huyo hakimu? Mungu ni Mungu mwenye huruma. Mungu anatupenda. Kwa hivyo hata tukiomba atatusikiliza. Hawezi kutuacha, atatupatia nafasi na atatuongoza na atatutimizia haja zetu. Kwa hivyo jambo ambalo Yesu amelizungumzia na ambayo anatutia nguvu kwalo ni kusema ya kwamba tusiwahi kuchoka kumuomba Mungu wakati wowote tutakapokuwa hapa ulimwenguni. Jambo la pili, tusiogope. Tusiogope kumwambia Mungu. Tumwambie shida zetu zote. Hakuna jambo ngumu linaloweza kumshinda Mungu. Mwanamke huyu hakumuogopa hakimu, hata kiwango ambacho hakimu alikuwa nacho, hata mali ambayo ilimfanya kuwa mtu ambaye hawezi kumjali mwanadamu. Alikuwa na roho ngumu. Hata maneno ambayo huyu mama pengine aliweza kuambiwa, hakuweza kuogopa. Aliamua akasema nitaenda. Na sisi tunapaswa kuamua, hata tukifungwa na mambo magumu,
Unapaswa kusonga mbele na kusema nitaenda, hata kama mambo ni magumu namna gani, hata kama nimefungwa kiasi gani, hata kama niko na shida kiasi gani, hata kama nimewekwa mahali fulani kiasi gani. Kuamua kuenda mbele na usichoke. Unajua wengine shida zetu ni kuchoka. Unaomba leo, unaomba kesho, kitazamia kujibiwa, unaona ni kama Mungu amechelewa. Na kama unaona hivyo, unaachana na maombi. Unaingia tu katika sehemu zingine, ama unaweza kutafuta msaada kwa binadamu. Unaweza kuanza mambo mengine ya kiulimwengu kusuluhisha shida zako. Hapana, Yesu anasema Mungu anangojea mpaka aone umetia bidii. Omba. Mtazamaji, na kuambia songa mbele na kuomba, na usiogope kumwambia Mungu maneno mazuri Yesu aliyotuambia akijarajia kifo chake. Akatuambia hata akiondoka tudumu katika maombi. Na bila shaka huyu mama mfano ambao tumepewa, mwisho aliweza kusaidika. Alisaidika kwa nini? Kwa sababu ya kutokuchoka, kwa sababu ya kutokuogopa, na kwa sababu ya kuwa na msimamo. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya nafasi ya neno lako. Tunaomba neno lako likaweze kutembea ndani ya maisha yetu na mioyoni mwetu, huku tukilitafakari asubuhi, usiku na kila wakati. Kwa sababu tukidumu katika neno lako, hakuna jambo litaweza kutusumbua. Mungu, tutie nguvu na tusiweze kuchoka tukiwa katika ulimwengu huu. Endelea na kuwa pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Asubuhi ya leo tumeweza na kufundishwa juu ya hakimu mmoja ambaye hakuwa naona mtu kama ni mtu, binadamu kama ni binadamu. Aliwaona ni kama tu, ni kama sio watu. Aliwadharau sana, maana alijiona yuko juu sana. Lakini kwa wakati mmoja kukawa na mjane yule ambaye alikuwa anataka kupata haki. Na alikuwa kila wakati anambisha pale katika lango la hakimu. Kila wakati anambisha, kila wakati anakuja anaambiwa ni yule mjane, ni yule mjane, ni yule mjane ameweza na kukuja. Mwishowe yule hakimu aliweza na kusema namna gani? Aliweza na kuona kwamba wacha nipeane haki kwa huyu mjane, wacha nikamsikilize, maana amekuwa hapa kwangu kila wakati. Mimi naona tu ni kama ananisumbua, wacha nifanye tu ili asije akaendelea na kunisumbua. Mjane kwa sababu ya kuzidi kufika pale na kubisha pale, kunjipiana bila uchofu, bila kuona kwamba hata mimi nimeiweza na kuinua mikono, sitaweza na kurudi pale, au utaweza na kurudi pale na ni wao uko na haja. Akaona wacha niendelee. Mwisho aliweza na kupata haki. Hilo fundisho linatufundisha namna gani? Tuzidi na kujitoa mbele za Mwenyezi Mungu. Maana Yesu mwenyewe aliweza na kuuliza, kwangu, kwake ndio kusema Mungu hata watetea wale aliowachagua ambao wanamlilia mchana na usiku. Je, wewe unamlilia Mwenyezi Mungu mchana na usiku? Ama unakaa tu wewe unaomba wakati ule ambapo umeweza na kupatana na jaribu, ndio unakumbuka maombi, ndio unakumbuka kuenda pale katika kile kikundi cha maombi. Omba Mwenyezi Mungu kila wakati, usiku na mchana, kila wakati. Yupo tayari ili akaweze na kutusikiliza kila wakati. Masikio yake yamefunguka ni kwa sababu yako mpendwa. Bisha mbingu kila wakati, mbisha. Hataweza na kuchoka ni kwa sababu yako. Yuko tayari na utaweza na kutendewa haki, utaweza na kujibiwa kama vile ambavyo huyu mjane aliweza na kujibiwa kwa sababu ya kujipiana kwake. Tujipiane katika kuomba Mwenyezi Mungu, tujipiane katika kumfanyia kazi. Hata yeye ataangalia sema kwamba huyo lazima nimtendee, maana amekuwa mwaminifu kwangu, maana amejipiana sana kwangu. Nikikosa kumtendea nitakuwa hata na mimi sio vizuri kwangu.
Mwenyezi Mungu atubariki. Mwenyezi Mungu awe pamoja nawe. Roho wake Mtakatifu atusaidie sana. Azidi na kutuongoza katika maombi ili tuzidi na kunjipiana kila wakati ambapo tumepatana na magumu, wakati ambapo tumepatana na majaribu, wakati ambapo tunafurahia, tuzidi kunjipiana. Ni wakati ambao tunafaa kukumbuka kwamba tuache kukumbuka Mwenyezi Mungu wakati ambapo hatuna kitu. Lakini wakati ambapo tuko pale kanisani tukiitisha maombi, tukiomba kila wakati, lakini wakati ambapo tumeweza na kubarikiwa tunapotea. Umebarikiwa na gari, ulikuwa unaomba ile gari, inaonekana huko katika restaurant, huko mahali ambapo imeweza na kusimama, lakini kusimama tena katika uwanja wa kanisa. Wakati ambapo ile gari itaweza na kukosekana tena, utaweza na kuwa sasa huna kitu, ndio tunakuona tena. Yaani tuko na wewe wakati ambao hauna kitu, wakati ambao tunaomba pamoja, tunakuombea. Wakati ambapo umeweza na kubarikiwa, hizo baraka zikipotea tena, hiyo neema ikipotea tena, ndio tunakuona tena ukiwa huna kitu. Hapana. Sio uungwana. Barikiwa na uwe na siku njema. Bye bye.